kwa viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi, wastaafu wake pamoja na wanachama wote. Nianze kwa maadili yanayotufundisha kusalimia kwanza kabla ya jambo lako, ambao ni ishara ya kuheshimiana na undugu. Kwa wakubwa shikamoni, na kwa wale wa rika langu habarini ya uzima. Nianze kwa kusema hivi: kwenye mapito yangu ambayo Mungu amenipitisha na ambayo anaendelea kunipitisha, ikiwemo kuugua kwa muda mrefu mpaka kuchanganyikiwa, lakini bado Mungu akanirejeshea ufahamu wangu, nikasoma mpaka chuo, nimemaliza, akaniita kwenye utumishi, nikaanza kwa kulala chini, mpaka leo niko Marekani na huduma ambayo niliunganishwa kwa kuota tu, nikiwa kwenye maombi na muomba Mungu. Inatosha kunifundisha mambo mbalimbali. Lakini moja ya jambo ambalo nataka kulirejea kwenu, ambao nimejifunza sana na linawafaa kuwarejea, ni kwamba nimejifunza kwamba nyuma ya kila mtu pamoja na mapungufu yake, au nyuma ya kila jambo pamoja na mapungufu yake, kuna mazuri yake pia. Ni sawa na shilingi ambapo upande mmoja ina sura moja, upande wa pili na sura nyingine. Kwa ni rahisi shilingi ikabeba sura moja ambayo ina mabaya, lakini upande wa pili ina mazuri. Kwa hiyo kuliko kubaki kwenye mabaya tu, ni heri ukarudi kuangalia chanzo cha kitu ili upate msingi wake uko wapi. Ni sawa na mhubiri. Huwezi ukamhubiri mwanadamu kama hujajua huyo mwanadamu alitoka wapi na alikuwaje. Mfano, huyu mwanadamu leo tunayemuona, anayeua, anayetamani mke wa mtu, anayeweza kujiuza, anayeweza kudanganya, anaweza kufanya kila uovu wote, nyuma yake kuna mwanadamu ambaye alikuwa hajui kudanganya, hajui kuua, hajui kuiba, hajui kufanya uovu wote. Kwa hiyo ili tumpate huyu mwanadamu anayeua, anayedanganya, lazima turudi kumtafuta, turudi kwanza kwa yule mwanadamu wa kwanza ambaye alikuwa hajui haya. Kutokea hapo, tukijua ilitokeaje akaanza kuua, inatusaidia kuanza sasa kumtengeneza na kumrejesha. Kadhalika kwa Chama cha Mapinduzi, mimi ni mtu ambaye sipendi kubaki kwenye madhaifu ya kitu au mtu, bali hata pia kwenye mazuri yake. Mfano, leo kila mtu anaweza akaona mabaya tu ya Chama cha Mapinduzi kwa sababu ya wakati ambao tumepitia, lakini nyuma yake hayawezi kukosekana mazuri. Na moja ya kitu ambayo nilikuwa namuomba Mungu, nikiwa kwenye maombi namuomba Mungu anifunulie mazuri yapi ya CCM ambayo naweza nikayasema nikiwa naleta ujumbe kwa ajili yao. Mungu akanifunulia kitu cha ajabu sana. Nikakumbusha kwamba kati ya vyama vyote Tanzania, Afrika Mashariki, ikiwezekana na Afrika au hata duniani kote, hakuna chama ambacho kimeweza kutunza amani kwa miaka zaidi ya 60 kama CCM. Hata kama CCM haijaweza kutupatia haki, lakini imeweza kutupatia amani na kuifanya Tanzania iwe ni nchi ambayo inatambulika kuwa ni nchi ya amani duniani kote. Kwa hata hilo tu ya kwamba Chama cha Mapinduzi kimeifanikisha Tanzania kusomeka kimataifa kuwa nchi ya amani, inatosha kuwapa heshima yenu. Kama ingekuwa ni kwenye mashindano ya tuzo ya amani, chama chenye kilicholeta amani na kutunza amani, basi yamkini nyie mngepokea ya kitaifa, kimataifa pia, Afrika mini, na hata yamkini duniani. Kwa hiyo hilo ni moja ya jambo kubwa sana, maana kwenye maisha ya mwanadamu na kwenye taifa lolote, mambo makuu mawili huwa tunayazingatia: moja, haki; pili, amani. Basi mmekosa yote, basi mpate moja. Kwa hilo Mungu abariki.
na mtu mwingine ambaye ambaye hawezi kuangalia. Unajua kuna mtu akichukia, anachukia kila kitu, hata kama mazuri yako. Unaweza akasema Watanzania hatuna amani, ila tuna uoga. Ni sawa. Sasa huyo mtu au hicho chama kilichoweza kuwafanya Watanzania wawe waoga, alafu vyama vya nchi zingine vikashindwa kuwafanya raia wao wawe waoga, na kupitia uoga wetu tukatunza amani, tukawa hatuna vita, tukawa sio wakimbizi wa nchi nyingine, basi huyo mtu apewe maua yake, basi huyo mtu apewe nishani ya kutufanya waoga tukawa na amani. Lakini pamoja na hayo, hatuwezi sasa kubaki kujisifia kwamba sisi ni chama ambacho kimekuwa na amani, kwa sababu hatupo ili kuwapa watu nusu. Mfano, mimi ni mtumishi wa Mungu, sina chama, sina chochote, ila nina Mungu tu na kila alichoniitia Mungu. Basi kwa hiyo mfano, kwa upande wenu hamwezi mkasema kwamba sisi tumemaliza kila kitu kwa sababu tumefanya upande wa amani, wakati Watanzania hawahitaji tu amani, wanahitaji haki pia. Kwa hiyo nimeanza kwa hilo ili muweze, nina appreciate kwa hilo. Lakini kuna kitu kimoja ambacho niweke sawa. Anguko la Chama cha Mapinduzi au kusimama kwa Chama cha Mapinduzi kipo kwenye haki. Watanzania sasa hivi wanahitaji haki. Kwa hiyo chama hakitaanguka kwa sababu mmeua au kuna mtu ameshiriki kuua. Chama kitaanguka kwa sababu mmegoma kutoa haki kwa Watanzania. Unajua kwenye maisha kuna mambo mawili. Kuna mtu ana nguvu ya ushawishi na kuna mtu anapendwa. Kuna mtu ana watu wengi kwa sababu ana nguvu ya ushawishi. Kuna mtu ana watu wengi kwa sababu anapendwa. CCM mna nguvu ya ushawishi ila hampendwi, hamna nguvu ya kupendwa. Kwani utofauti ukoje? Anyway, naomba nisirejee sana, mtalifuatilia hilo, maana sio kila mtu mwenye ushawishi mkubwa ni lazima apendwe. Ndio maana mfano, naomba nimtolee mfano wasanii. Unaweza ukamkuta msanii ni mkubwa maarufu, lakini anayoyafanya ni mambo yasiyofaa kwenye jamii. Kwa ni maarufu sawa, ana ushawishi, maana umaarufu unatokana na ushawishi, lakini hiyo nguvu yake ya ushawishi bado haimfanyi kila mtu ampende. Sasa mna nafasi ya kutengeneza, mna nafasi ya kuendelea kulinda heshima mlio nayo kwa kuwapatia Watanzania haki. Na iko hivi, Mungu huwa anasikiliza kilio cha watu. Kwa hiyo Chadema hawawezi kukaa madarakani kwa sababu hawajashiriki na uuaji. Chadema wanaweza kukaa madarakani kwa sababu Mungu amewaona wanaweza kuipatia Tanzania haki. CCM haiwezi ikaanguka kwa sababu imehusika au kiongozi wake mojawapo au fununu zinahusisha kwamba amehusika kuua. CCM itaanguka kwa sababu haitakiri makosa yake, lakini pia mbele za Mungu itaonekana haina nafasi ya kuwapa Watanzania kile wanachomlilia Mungu. Kwa hiyo ujumbe huu ni wa upendo, na mimi kabla sijaleta ujumbe Mungu akinisemesha kwa habari ya mtu, jana niliongelea kwa habari ya chama, ninamuomba Mungu kwanza, na ninatumia muda mrefu kuleta ujumbe. Maana sileti ujumbe ili nipate viewers, nipate hela. Ndio maana hamuoni matangazo kwenye video zangu zozote. Maana kama mimi hapa ninapofanya ni huduma, ni madhabahu yangu Mungu amenipa. Ni sawa na kanisani, huwezi ukamleta mtu uko unahubiri alafu akaja mtu ukampa nafasi ya kutoa matangazo kisa tu atakupa hela.
Nadhani mnajua hilo, kanisani halipo, misikitini halipo. Kadhalika, kama Mungu amekupa ujumbe, haijalishi utalipwa kiasi gani, ujumbe wa Mungu una maana zaidi kuliko tangazo, kuliko pesa utakaolipa baada ya matangazo ya mtandaoni. That's why nilipoweka tu siku moja nikaona ili ulipe mpaka matangazo yapite, nikasema no, ni heri nikose vocha Mungu atanipa kwa muujiza kuliko ujumbe wa Mungu uingiliwe. Kwa hiyo ndo maana nikasema kwamba sipambani kuleta ujumbe nyingi ili nipate viewers, bali natumia muda mwingi kumwomba Mungu ili aniongoze kutoa ujumbe. Kwa hiyo hiki ninachokisema ni ushauri ambao ninaamini ndani yake kuna Mungu anawashauri. Kuna watu ambao mko vizuri sana, mfano Waziri Kassim Majaliwa, umetunza heshima yako na watu na Watanzania wanakupenda. Makamu wa Rais Mipango, Mungu akuongoze, bado mna heshima, mmetunza heshima yenu. Naibu Waziri Doto Biteko, mna heshima yenu. Can you imagine? Mfano, kuna watu hata kama haongei bado heshima yake ipo. Mfano Umi Mwalimu, yaani kuna mtu akisikia jina la kiongozi fulani anapata faraja moyoni, lakini bado uko kwenye Chama cha Mapinduzi. Kwa shida sio, yani nadhani mtakuwa mmenielewa. Haya, kuna mtu mmoja ambaye, mama mmoja, uongozi wake, Mungu ambariki kwa uongozi wake wa heshima, amejua kukaa na vijana, Dorothy Gwajima. Watu wanamtania, watu wanasema naye ana intellect. Kwa hiyo Watanzania wa leo ambao, yamkini vijana wa leo ambao mnaweza mkawaona wanachuki na nini, lazima muangalie upande wa pili. Kwa nini? Kama wanachuki na chama, kwa nini viongozi walioko kwenye hicho chama hawachukiwi? Kwa hiyo ujumbe wangu ni kwamba bado mna nafasi kwenye taifa la Tanzania, na mimi niombe kwamba chama cha CCM ni chama kikubwa. Kuna watu ajira zao zinatokea kwenye chama. Kwa hiyo kuliko kulinda masilahi ya mtu mmoja, ni heri mkatafuta namna ya kulinda masilahi ya wengi ambao yamkini chama kikifa hawana pa kukimbilia. Kuna mwingine hata chama kikifa bado amepata mali nyingi, ana masilahi. Lakini kuna watu huku ambao mmewatengenezea msingi. Kuna watu mpaka ni viongozi wa CCM ngazi ya kata, ngazi ya vijiji, ngazi ya vitongoji. Kwao hata hiyo tu kuwa kiongozi wanajisifia, wengine wamejijengea heshima kupitia hiyo. Kwa hiyo kuangalia tu chama kinaenda kupoteza ladha yake na nyie mmetulia, mtakuwa hamwatendei haki wa Tanzania ambao wanakipenda chama chao, lakini pia mtakuwa hamwatendei haki walioanzisha chama ambacho kimebeba sura ya ukombozi wa Tanganyika na Zanzibar. Lakini pia nikija kwa upande wa kama mtumishi wa Mungu, Mungu anampenda mtumishi ambaye anamfanya muovu awe mwema kuliko mtumishi anayemwombea muovu afe. Maana Mungu hajampa hiyo kazi ya utumishi ili awafanye watu wafe, bali awafanye wanaostahili kufa wapate uzima. Hiyo ndo kazi aliyokuja kuifanya Yesu. Alikufa ili wanaostahili kufa wapate nafasi ya kuishi. Mfano, wakati Yesu anahukumiwa kufa, alikuwepo Baraba aliyekuwa anastahili kuhukumiwa kufa. Kwa Yesu akafa ili Baraba aishi. Kadhalika, huo ndo msingi wa utumishi wetu.
hatuendi kuwaombea wenye dhambi wafe, bali tunamwomba Mungu wenye dhambi awabadilishe ili watoke mautini waingie uzimani. Kwa hiyo hata kama umemwomba Mungu mtu fulani afe na akakujibu, bado usiseme ya kwamba Mungu amefurahia kumuua huyo mtu, hata kama yeye ndo amejibu maombi. Wasomaji wa Biblia mnafahamu, wana wa Israeli walimuomba Mungu awape nyama, wakamuomba lakini kwa manunguniko, yani kuna ile unaomba ila kwa tamaa zako. Biblia imeeleza hivyo. Mungu akawapa nyama. Walikuwa wameomba nyama si ya siku moja, si siku tatu, lakini Mungu akawapa nyama ya kula miezi mitatu. Lakini pamoja na kwamba aliwapa nyama, bado akawapiga, moto ukazuka kati yao. Manake Mungu anaweza akajibu maombi yako, lakini ndani ya maombi yako hayo yakazaa kalaana fulani hivi. Umepata ulichokiomba, lakini ndani ya hicho ulichokipata kuna kakitu kanazaliwa, aidha ni mkosi fulani ambako kataleta mkosi fulani. Kwa sasa kwa nini nimerejea hii habari? Ni kwamba kuna watu ambao wamekosea kwenye CCM na wakaileta kwa mara ya kwanza kuleta historia Tanzania ya watu kuuawa. Hao watu ni wanadamu kama nyie, ambao kama mimi na wewe, ambao yamkini makosa yetu yanaweza yasijulikane, lakini Mungu anayajua. Na Mungu anampenda mtu ambaye haendi mbele zake na kujidai ni mwenye haki. Yesu aliwaambia kwa habari ya Farisayo na mtoza ushuru. Kipindi cha Israeli, mtoza ushuru alikuwa ni mtu anaonekana na dhambi sana. Kwa akasema, huyu Farisayo alienda akijidaia haki yake, ninafunga siku 3 mara 3 kwa juma, ninafanya hiki na hiki. Lakini yule mtoza ushuru waliokuwa wanahesabika ni watu wenye dhambi, akaenda kwa unyenyekevu akasema mimi hivi, Mungu akasema yule mtoza ushuru alihesabiwa haki kuliko huyu anayefunga mara 3 kwa siku. Kwa hiyo inatufundisha nini? Ni kwamba inatufundisha kwamba Mungu anampenda mtu ambaye hajihesabii haki, bali anatafuta anazidi kunyenyekea, hata kama anajua kuna mahali hafanyi, kuna mambo mabaya hafanyi kama wengine. Lakini pia Mungu anamfurahia sasa zaidi yule ambaye anatafuta hata wale wanaofanya siofaa, awatoe huko, awafanye wawe wema. Kwa hiyo kuna watu ambao wameifikisha CCM hapa ilipo sasa. Hao watu sio wa kuwanyoshea vidole tu, bali ni kuwasaidia. Namna gani mnawasaidia? Yaani ni heli, Mungu anampenda mtu ambaye umemtoa mtu mautini, umemleta mahali ambapo ni salama. Kwa hiyo mna nafasi ya kulitoa taifa hapa lilipo, kuhakikisha kwamba mnaingia kwenye ukurasa wa pili wa kuliletea amani, wa kuliletea haki. Ni kweli mmeleta amani, haijalishi ilikuwa amani ya woga, amani ya nini, lakini amani ni amani. Lakini sasa huu ni ukurasa ambao Tanzania tunahitaji haki. Maanake kama ni kitabu, tumefungua ukurasa wa pili wa haki. Kwa hiyo kubalini kuingia kwenye ukurasa ambao unasomeka haki. Mna watu wazuri sana CCM, mna watu wazuri sana CCM, lakini pia siwezi nikaacha ku appreciate kazi aliyoifanya Jakaya Mlisho Kikwete. Pamoja na kwamba kwenye ndoto zangu zote nimekuwa nikimuota Kikwete na sio Rais Samia. Kwa inawezekana kwenye ulimwengu wa roho Mungu anamuona chanzo cha haya yote sio Samia ambaye kila mmoja mtu anamshambulia. Haimaanishi ya kwamba hiyo inampa garantia kwamba hahusiki. Maana hata Ahabu alikosea kupitia mke wake Yezebeli, na bado adhabu ilimhusu Yezebeli, adhabu ilimhusu pia Ahabu. Lakini kuna namna. Kwa hiyo huyu amefanya mambo mengi kwenye taifa. Hata kama kuna mahali amekosea, bado ana nafasi
ya kumsaidia kutengeneza. Unajua kuna mtu aweza akatengeneza bila kusaidiwa. Kwa hiyo mna hekima ambayo inaweza ikawasaidia huyu mzee, na ana heshima kubwa kwenye taifa letu la Tanzania, kama mtu ambaye ana utu moyoni, ambaye moyo wa Mungu ambao hauna kinyongo, ni kumsaidia huyu mzee afe akiwa hajaacha laana kwa nchi, laana kwa uzao wake. Yaani ni heri amalize vema, amalize vema. Na mstaafu wangu Kikwete, mimi sina chama. Ndio maana jana nikaongea vizuri juu ya Chadema na watu wakanishambulia, lakini hawajui Mungu amezungumza nini na mimi. Kwa hiyo ninakusihi sana na kuendelea kukukumbusha ndoto ambayo niliota tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2025 kwamba niko kwenye kikao na wazee pamoja na wewe. Kumbuka haya tunayoyaona leo yanatokea, Mungu anakuwa anayajua. Inawezekana hiki ndo kikao ambacho Mungu alikuwa ananionyesha kupitia hiyo ndoto. Kwa hiyo tafuta namna ambapo utamaliza vizuri kama taifa, maana ni heri heshima kuliko mali. Naomba nikomee hapa, inawezekana kuna mambo sijayazungumza, lakini naomba niwaachie andiko la Mika sura ya 7 mstari kuanzia wa 7. Inasema, lakini mimi nitamtazamia Bwana, nitamngoja Mungu wa wokovu wangu. Mungu wangu atanisikia. Usifurahi juu yangu, e adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Nikaapo gizani, Bwana atakuwa nuru kwangu. Nitaivumilia ghadhabu ya Bwana kwa kuwa nimemwasi, hata atakapo nitetea teto langu na kunifanyia hukumu. Atanileta nje kwenye nuru, nami nitaiona haki yake. Ndipo adui yangu ataliona jambo hilo, na aibu itamfunika. Yeye aliyeniambia, yuko wapi Bwana Mungu wako? Macho yangu yatamtazama, sasa atakanyagwa kama matope ya njia kuu. Andiko hili linatufundisha kwa habari ya kutambua nafasi ya Mungu. Huyu mtu anasema, usifurahi juu yangu, e adui yangu, niangukapo nitasimama tena. Maana yake kumbe mtu yeyote anaweza akaanguka, lakini wakuweza kumuinua ni Mungu. Atainuka kwa kumtambua Mungu. Kumbe kuna kuanguka